أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza historia na sera ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Kuhusiana na hilo nilikuwa nimeeleza habari ya kusilimu kwa Farad bin Hayyan. Maelezo mengine ya kukubali kwake Islam ni kama yafuatayo, ya kwamba mtu huyo alikuwa amekamatwa na alikuwa miongoni mwa wafungwa kama ilivyokuwa imeelezwa katika hutuba ya Ijumaa iliyopita. Siku ya Badr pia alikuwa amejeruhiwa, lakini kwa njia fulani alikuwa amefanikiwa kuwakimbia Waislamu, lakini sasa alikuwa amekamatwa tena na Waislamu. Abubakar kwa kumwona akamwambia kwamba hata saizi pia hutabadilisha mwenendo wako. Farat akasema kwamba safari hii nikijisalimisha na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha sitakamatwa tena. Abubakar akamwambia kwamba kisha ukubali Islam. Kama unataka kujisalimisha basi ni njia moja tu, kwamba wewe ukubali Islam. Kwa vyovyote vile Farad bin Hayyan kwa kusikiliza habari hiyo ya Abubakar akaelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na akipita karibu na rafiki yake mmoja Mwansari akamwambia kwamba mimi ni Muislamu. Sahaba Ansari akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba Farad amekubali Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwachia Allah swala lake akasema kwamba inna minkum rijalan nakiluhum ila imanihim, bila shaka wapo miongoni mwenu ambao sisi tuna wakabizi kwa imani yao. Kama anasema kwamba nimekubali Islam basi ni sawa. Sasa swala lake ni baina yake na baina ya Allah, na hivyo Nabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwachisha huru. Katika maelezo mengine kuna habari ya Zaid bin Harisa. Kikosi kimoja chini ya uongozi wa Zaid bin Harisa kilikuwa kimetumwa katika maeneo ya Karada mwaka wa 3 wa hijra katika mwezi wa Jamadul Akhir. Na katika Sirat Khatam an-Nabiyyin Hatmiza Bashir Ahmad Saheb ameeleza tukio hili kama hivi, kwamba Waislamu walipopata nafuu kutoka mashambulio ya Banu Sulaim na Banu Ghatfan, hapo Waislamu wakalazimika kuiacha watani wao kwa ajili ya kupambana na hatari nyingine. Hadi sasa Makuraish walikuwa wanakwenda Syria kwa kutumia njia ya Hijaz, lakini sasa wao wakaacha njia hiyo, kwani katika njia hiyo makabila yalikuwa yameshafunga mkataba wa suluhu na Waislamu. Hivyo kwa ajili ya Makuraish ilikuwa nafasi ndogo ya kupanga njama dhidi ya Waislamu.
yaani kulikuwa na sababu moja kwamba walikuwa na hatari kutoka kwa waislamu, na pia njama zao na mipango yao walikuwa na wazo kwamba sasa hawataweza kuifanya dhidi ya waislamu kwa sababu ya mkataba wa makabila yale. hivyo wao wakaacha njia ile na wakatumia njia ya najd iliyokuwa inakwenda iraq, na karibu na njia hiyo kulikwepo makabila yaliyokuwa na uhusiano na quraish, na wao walikuwa maadui wakali wa waislam. kwenye njia ya kwanza kulikwepo makabila ambayo yalikuwa yamefunga mkataba na waislamu, na katika njia hiyo ambayo quraish walikuwa wameitumia kulikwepo makabila ambayo yalikuwa na mkataba na quraish, na wao walikuwa maadui wakali wa waislam ambao walikuwa makabila wa sulaim na ghatfan. hivyo katika mwezi wa jamadul akhar mtume saa salam akapata taarifa kwamba msafara mmoja wa kibiashara wa quraish wa makka unataka kupita karibu na njia ya najd. ni zwahiri shahiri kwamba kupita kwa misafara ya quraish kutoka njia ya pwani ilikuwa hatari kwa ajili ya waislamu, lakini kupita kwao kutoka njia hiyo ya kinajd ilikuwa na hatari zaidi, kwani katika njia hiyo kulikwepo makabila ambayo yalikuwa na mkataba na quraish na walikuwa maadui wakali wa waislam. hivyo wao wangeweza kupanga njama dhidi ya waislamu. hivyo ilikuwa muhimu kwamba misafara hiyo izuiliwe, na ndiyo maana mtume salaa salam mara baada ya kupata habari hiyo akapeleka na akatuma kikosi kimoja cha maswaba zake chini ya uongozi wa zaid bin harisa. katika msafara huo wa kibiashara wa quraish walikuwepo abu sufyan bin harab na sufwan bin umaya na viongozi wengine. zaid akatekeleza wajibu wake kwa njia nzuri sana na kwa moyo wake wote, na katika eneo la qarada la najd akaenda kuwakamata maadui hawa wa islam, na kwa sababu ya shambulio hilo la ghafla maquraish wakaacha mali yao na wakakimbia. zaid bin harisa na wenzake wakarejea na ngawira nyingi katika madina. baadhi ya wanahistoria wameandika ya kwamba kiongozi wa msafara huo wa quraish alikuwa furat ambaye alikuwa amekamatwa na waislamu, na alipokubali islam alikuwa ameachwa huru, lakini riwaya zingine zinatuambia kwamba mtu huyo alikuwa jasusi wa washirikina dhidi ya waislamu, lakini baadaye akakubali islam na akahamia madina. tukio jingine litokalo katika zama hizi ni la mauaji ya Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf alikuwa miongoni mwa viongozi wa Madina na alikuwa ameshiriki katika mkataba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya kufunga mkataba akajaribu kusambaza fitina na mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kuumua yeye. katika bukhari kuna maelezo ya tukio hili ya kwamba jabir bin abdullah raziallahu anhuma anasimulia ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba nani atapambana na Ka'b bin Ashraf? yeye amemuuzi sana Allah na mtume wake. Muhammad bin Maslama akainuka na akasema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, unataka kwamba mimi ni muwe? Mtume akasema ndio. hivyo Muhammad bin Maslama akaja kwa Ka'b na akamwambia kwamba mtu huyo ameomba sadaka kutoka kwetu na ametutia kwenye shida, yani akinasibisha jambo lake na mtume sallallahu alaihi wasallam. akasema kwamba yeye ameomba sadaka kutoka kwao na amewatia kwenye shida. akasema nimekujia ili nikope kutoka kwako. Ka'b akasema wallahi nini mtachoka naye, yani mtachoka na mtume sallallahu alaihi wasallam na mtamwacha.
muhammad bin maslama akasema kwamba kwa kuwa sisi tumemfuata tumemtii hivyo hatupendi kumwacha mpaka tuone kwamba anapata mwisho gani nasi tunataka kwamba wewe utupatie kama wask moja au mbili kama mkopo kaba akasema kwamba haya muweke kitu fulani kwangu kama rehani yani zamana muhammad bin maslama akasema unataka kitu gani kaba akasema kwamba muweke kwangu wanawake wenu kama zamana akasema kwamba kivipi tunaweza kuweka wanawake wetu kwako ilhali wewe ni mzuri zaidi kuliko wote katika waarabu ye akasema basi muweke kwangu vijana wenu kama zamana akasema kivipi tunaweza kufanya hivyo kwani wao watalaumiwa na wataambiwa kwamba nini mliwekwa rehani kwa ajili ya wask moja au mbili tu hivyo hiyo ni aibu kwetu lakini tunaweza kuweka kwako deraya zetu kama zamana basi yeye akamwahidi kaab kuja kwake tena hivyo akaja wakati wa usiku na pamoja naye alikuwepo abu naila ambaye alikuwa ndugu na jamaa wa kaab yeye akamwita kwenye ngome wao walipoenda kwenye ngome yeye akashuka chini mkewe akasema kwamba unakwenda wapi saizi kaaba akasema kwamba watu hawa ni muhammad bin maslama na ndugu yangu abu naila hivyo naenda kwao mkewe akasema kwamba mimi nasikia sauti ambayo kana kwamba damu inadondoka kutoka kwake kaaba akasema kwamba mtu mwenye heshima hata kama akiitwa wakati wa usiku kwa ajili ya shambulio lazima atakwenda muhammad bin maslama alikuwa amekwenda kwake na watu wawili hivyo akawaambia kwamba kaab akija mimi nitashika nywele zake na nitanusa na mkiona kwamba nimeshika kichwa chake kwa nguvu basi nini mumue hivyo kaab akaja kwao na alikuwa amejifunika na shuka na alikuwa ametumia manukato mazuri muhammad bin maslama akasema kwamba manukato kama hayo sijawahi kuyanusa kabla ya leo kaaba akasema kwamba mimi nina kina mama wa arabu walio wazuri sana kuliko wote muhammad bin maslama akasema je unaniruhusu ninuse kichwa chako akasema ndio hivyo akanusa kichwa chake na kisha akawaambia wenzake wanuse kisha akasema je unanipa ruksa akasema ndio muhammad bin maslama alipomkamata kwa nguvu akawaambia wenzake kwamba nini mumue hivyo wao wakamua kisha akaja kwa nabii saa salam na akamwambia habari yote maelezo mengine ya kujeruhiwa kwa kaab yameelezwa katika shara bukhari ambayo ni shara umdatul qari yanayosema kwamba wenzake wa muhammad bin maslama walipomshambulia kaab bin ashraf na wakamua mwenzao mmoja hat haris bin aus akaumia na incha ya upanga na akajeruhiwa wenzake wakamuinua haraka na wakafika madina na wakaja kwa mtume saa salam hivyo nabii saa salam akapaka mate yake juu ya majeraha ya haris bin aus na kisha shida yake ikamwondoka tukio la mauaji ya kaab bin ashraf limeendikwa katika sil khatama nabiyin kama hivi mimi nitaeleza tukio hili kwa kifupi vita ya badr jinsi ilivyokuwa imedhihirisha uadui wa mayahudi wa madina na pia kufukuzwa kwa banu kainqa kulikuwa hakuweza kuwarekebisha mayahudi wengine nao wakaendelea kuzidi katika njama na fitna yao hivyo tukio la mauaji ya kaab ashraf pia ni sehemu yake moja kaab japokuwa alikuwa myahudi lakini hakuwa na asili ya kiyahudi bali alikuwa mwarabu baba yake ashraf banu nabhan baba yake ashraf alikuwa mtu mkubwa wa banu nabhan ambaye akaja madina na akanyega uhusiano na banu nazir na akawa rafiki yao kisha akapata mamlaka makubwa mpaka kiongozi mkuu wa banu nazir
abu rafi bin abil haqiq akampatia binti yake kwenye ndoa yake na kaab akazaliwa kutoka kwa mama huyo ambaye alipokuwa mkubwa akapata daraja kubwa zaidi kuliko baba yake mpaka akapata mamlaka kwamba mayahudi wa uarabuni wote wakaanza kumchukulia kama kiongozi wao. Kaab alikuwa na sura nzuri na pia alikuwa mshairi na mwenye hela nyingi, yani alikuwa tajiri sana, na daima alikuwa anawapatia maulamaa wa kaumu yake hela ili wawe chini yao. Lakini upande wa hulka alikuwa na hulka mbaya sana na alikuwa amezidi katika kupanga njama na fitina. mtume salallahu alaihi wasallam alipohamia na kufika madina, Kaab bin Ashraf pamwe na mayahudi wengine akashiriki katika mkataba ule ambao ulikuwa umefungwa baina ya mtume saa salam na mayahudi juu ya uhusiano mwema na utengamano na ushirikiano kwa pamoja. Kizwahiri akafunga mkataba, lakini ndani kwa ndani ubaguzi na uadui ukaanza kupamba moto moyoni mwake, na yeye kwa kutumia njama mbalimbali na mipango yake akaanza kumpinga mwanzilishi wa islam na islam. Hivyo imeandikwa ya kwamba kila mwaka Kaab alikuwa anawapa mashekh wa kaumu yake msaada mwingi, na siku moja mashekh walipomjia ili kuomba msaada, yeye akaanza kuongea nao kuhusu habari ya mtume saa salam, na kwa msingi wa vitabu ya kidini akaomba rai kutoka kwao. Wao wakasema kwamba kizwahiri huyu ni nabii yule yule ambaye tumeahidiwa katika Taurati. Kaab kwa kusikia jibu hilo akakasirika sana na akawakaripia sana na akawatorosha, yani hakuwapa mali ambayo alikuwa anawapa. Maulama wa kiyahudi walipona kwamba hela yetu imefungwa, baada ya muda wakaja tena kwake na wakasema kwamba tulikosea kuelewa ishara na tumetafakari upya. Kimsingi Muhammad sasam si nabii yule ambaye tumeahidiwa. Kwa jibu hilo Kaab akafanikiwa kwenye maslahi zake na akafurahi na akawapatia hela kwa mwaka. Kwa vitu vile huo ulikuwa uadui wa kidini ambao japokuwa ulifanywa katika sura mbaya, lakini usingekuwa na hali fulani kwamba yeye angeauzibiwa. Kisha uadui wa Kaab ukashika hatari zaidi na sura mbaya zaidi, na baada ya vita ya Badr akatumia njia ambayo ilikuwa na ufisadi na fitina, na kwa sababu yake hali ikawa mbaya zaidi kwa ajili ya Waislamu. Kabla ya Badr Kaab alikuwa akielewa kwamba jaziba hiyo ya Waislamu ya imani ni kitu cha muda tu, na polepole watu hawa watatawanika na watarejea kwa dini ya mababu zao. Lakini wakati wa Badr Waislamu walipojaaliwa ushindi usio na kifani na viongozi wakubwa wa Quraysh wakauawa, hapo Kaab akaelewa kwamba dini hiyo mpya si rahisi kwamba ifutwe. Hivyo baada ya Badr akaanza kutumia nguvu zake zote katika kuiangamiza dini ya Islam, na akaonyesha na kudhihirisha ubaguzi wa moyo wake pale habari ya ushindi wa Badr ilipofika Madina. Kwa kusikia habari hiyo Kaab akatangaza kinaga ubaga kwamba habari hiyo ni ya uongo, kwani haiwezekani kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam apate ushindi juu ya jeshi hili kubwa la Makuresh na viongozi wakubwa wa Makka wa uwawe. Na kama habari hii ni ya kweli, basi hakuna faida ya kuishi, bali ni bora kufa. Na ilipothibitika kwamba habari hii ni ya kweli, na Kaab akawa na yakini kwamba kwa kweli Islam imeimarishwa na ushindi wa Badr, jambo ambalo hakulitarajia, hapo akajawa na ghadhabu na ubaguzi na akaanza kujiandaa na kwenda Makka. Akafika Makka na kwa kutumia njia mbalimbali na shairi akaanza kupamba moto
akaanza kuwachochea makuraishi dhidi ya waislamu na akaanza kujaza vifua vyao na ubaguzi na uadui dhidi ya waislamu. Kwa sababu ya uchochezi wa Kaab, walipochemka katika hasira na kwenye ubaguzi, akawapeleka kwenye ua wa Kaaba na akawashikisha mapazia ya Kaaba na akachukua viapo kutoka kwao kwamba wao hawatapumzika mpaka waangamize dini ya Kiislamu. Baada ya kutengeneza mazingira haya katika Makka, mtu huyu mwenye bahati mbaya akaelekea kwa makabila mengine na akaanza kuwachochea watu dhidi ya Waislamu. Kisha akarejea Madina na akaanza kutumia na kutengeneza shairi, na katika shairi yake akataja kina mama Waislamu na hata hakuwaacha wanawake wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kisha akasambaza habari hizi katika nchi nzima, na kisha akapanga mpango wa kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwita katika nyumba yake, na kwa kutumia vijana wa Kiyahudi akapanga mpango wa kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa fadhili ya Allah Mtume akapata taarifa yake kwa wakati na yeye hakuweza kufanikiwa katika njama yake. Hali ilipofikia mbaya kiasi hicho, na Kaab alipovunja ahadi na akafanya uasi dhidi ya serikali, na kutokana na njama zake na fitina na uchochezi na matusi na kushiriki kwake katika mpango wa mauaji ya Mtume SAW, Mtume ambaye kutokana na mkataba huo wa kimataifa uliokuwa umefanyika baina yake na baina ya wakazi wa Madina, yeye alikuwa rais na hakimu mkuu wa serikali. Mtume akatoa uamuzi huo kwamba Kaab bin Ashraf kwa sababu ya uchochezi wake anastahili kuuawa, na akawaambia maswahaba zake wachache kwamba waende wakamue. Lakini kwa kuwa wakati ule kwa sababu ya uchochezi wa Kaab mazingira ya Madina yalikuwa yameshika hali fulani kwamba kama angeuawa wazi basi ilikuwa hatari ya kutokea vita ya ndani kwa ndani katika Madina ambayo labda ingekuwa sababu ya mauaji ya watu wengi. Lakini Mtume alikuwa na nia ya kuzuia mauaji hayo, kwamba Waislamu na Mayahudi wasianze kupigana vita baina yao. Hivyo Mtume akatoa amri kwamba Kaab asiuawe wazi, bali baadhi ya watu kwa kimya watafute nafasi na waamue. Na kazi hiyo akamkabidhi Muhammad bin Maslama wa kabila la Aus, na akamwambia kwamba njia ambayo ataitumia aitumie kwa ushauriano wa Saad bin Muaz. Muhammad bin Maslama akasema kwamba ya Rasulallah, kwa ajili ya kumua kwa ukimya tutalazimika kumwambia jambo fulani, na pia ili tuweze kumtoa nje ya nyumba yake na tuweze kumua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sawa. Hivi Muhammad bin Maslama kwa ushauri wa Saad bin Muaz akamchukua Abu Naila na maswahaba wengine, na wakafika katika nyumba ya Kaab na wakamwita kutoka ndani, na wakasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameomba sadaka kutoka kwetu na sisi hatuna chochote. Je, unaweza kutupatia mkopo? Kwa kusikia hayo Kaab akaruka kwa furaha na akasema, wallahi siku ile si mbali ambapo nini mtachoka naye na mtamwacha. Hapo Muhammad bin Maslama akamjibu kwamba sisi tumeshamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi sasa tunaona kwamba anapata mwisho gani. Wewe niambie kwamba utatupatia mkopo au la. Kaaba akasema ndio, kama mnaweka zamana kwangu. Kisha akawaambia waweke kwake kina mama au watoto kama rehani, kama nilivyoeleza. Na mwishowe Kaab akarizika juu ya jambo hili kwamba wao wataweka kwake silaha zao. Na Muhammad bin Maslama na wenzake wakaahidi kuja tena wakati wa usiku, na wakarejea wakati wa usiku. Kundi hilo likaja na silaha kwenye nyumba ya Kaab na wakamtoa nje ya nyumba yake na wakamleta upande wa
upande mmoja. Kisha baada ya muda masahaba ambao walikuwa na silaha wakatumia upanga wao na wakamua. Kaab akaanguka chini na Muhammad bin Maslama na wenzake wakamwondoka na wakaja kwa mtume saa salam na wakampatia habari ya mauaji yake. Habari ya mauaji ya Kaab iliposhamiri katika mji mzima, hali ya sintofahamu ikasambaa. Mayahudi wakashikwa na jaziba kali. Siku ya pili wakati wa asubuhi, msafara mmoja wa kiyahudi ukaja kwa mtume saa salam na wakalalamika kwamba kiongozi wetu Kaab bin Ashraf ameuawa hivi. Mtume kwa kusikiliza mambo yao akasema, je, mnajua kwamba Kaab alikuwa ametenda makosa gani? Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbusha kuhusu uvunjifu wake wa ahadi na uchochezi wake na usambazaji wake wa fitina na jinsi alivyoshiriki katika kupanga njama ya kumua mtume saa salam. Kwa kusikiliza hayo yote watu hawa wakanyamaza. Kisha mtume akasema kwamba mnatakiwa kuishi kwa amani na kwa maelewano na msipande mbegu ya uadui na fitna na ufisadi. Hivyo kwa maridhiano ya Mayahudi mkataba mpya ukaindikwa na Mayahudi wakaahidi tena kwamba wataishi pamoja na Waislamu kwa amani na suluhu, na mkataba huo Hazrat Ali akakabidhiwa. Katika historia haijawahi kuindikwa kwamba Mayahudi baadaye wakieleza habari ya mauaji ya Kaab bin Ashraf wawe wamewashutumu Waislamu, kwani mioyo yao ilikuwa inakubali kwamba Kaab amepata adhabu aliyokuwa na haki. Hivyo kutokana na kanuni ya wakati ule, jinsi Kaab alivyotendewa, kukaa kimya kwa Mayahudi kunatuambia kwamba wao walikubali adhabu yake na jinsi alivyotendewa. Baadhi ya wanahistoria wanaleta shutma wakisema kwamba mtume saa salam alikuwa ametoa amri ya kumua yeye, jambo ambalo halikuwa sahihi. Iwe wazi kwamba mauaji yake hayakuwa haramu, kwani Kaab bin Ashraf alikuwa ameshafanya mkataba wa amani na mtume saa salam. Hivyo alikuwa ameahidi juu ya jambo hili kwamba yeye atawasaidia Waislamu dhidi ya maadui wa nje na atajenga uhusiano wa kirafiki na Waislamu. Na kutokana na mkataba huo alikuwa amekubali kwamba serikali ambayo imetengenezwa katika Madina, mtume sasa atakuwa mwenyekiti wake, na katika mizozo yote hukumu yake itakuwa kwa ajili ya wote, yani wote watakubali hukumu yake. Hivyo Mirza Bashir Ahmad Saheb anaandika kwamba historia inathibitisha kwamba chini ya mkataba huo huo Mayahudi walikuwa wakileta kesi zao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa uamuzi wake. Sasa katika hali ya namna hiyo, Kaab akavunja mikataba yake yote, yani akajitenga na mikataba yote na hakuifuata. Bali haki ndiyo hii, yani ukweli ndiyo huu kwamba akaisaliti serikali ya wakati ule. Hapo si swala la kuwasaliti Waislamu, bali yeye akaisaliti serikali ya wakati ule, kwani mtume sasa alikuwa kiongozi mkuu wa serikali, na yeye akapanda mbegu ya fitna na ufisadi katika Madina na akajaribu kuwasha moto katika nchi nzima na akawachochea makabila ya Uarabuni zidi ya Waislamu. Kisha akapanga mipango ya kumua mtume saa salam, na akafanya hayo yote katika hali ambapo Waislamu walikuwa wamekumbwa na maswaib na matatizo, na yeye akawatengenezea hali mbaya sana. Katika hali ya namna hiyo, kosa la Kaab au makosa yake yalikuwa na hali fulani kwamba hatua ingechukuliwa zidi yake. Hivyo hatua ikachukuliwa, na katika nchi za dunia hii, katika makosa ya usaliti na uvunjifu wa ahadi na uchochezi wa vita, wanaotenda hayo wanapewa adhabu ya kuuawa. Kisha kuna nafasi gani ya kuleta shutma? Bali kinachoendelea kufanywa katika Palestina na Israel kinaendelea kufanywa zaidi na kwa njia nyingi si halali.
swali la pili ni kuhusu njia ya kuumua. Kwa nini aliuawa wakati wa usiku kwa ukimya? Kuhusu hilo ikumbukwe kwamba katika wakati ule katika uarabuni hakukuwa na serikali makhsus. Walikuwa wamemchagua kiongozi mmoja, lakini kila hukumu ilikuwa haitolewi naye, bali kila kabila lilikuwa na uhuru. pale walipokuwa wanaamua kwa pamoja walikuwa wanaleta kwa mtume saa salam, lakini kama makabila yangependa yalikuwa yanatoa hukumu yenyewe. Katika hali ya namna hiyo, ilikuwa mahakama gani ambapo waislamu wangepeleka kesi kuhusu Kaab, yani zidi ya Kaab, na wangechukua amri ya kuuawa kwake? Je, wangeenda kulalamika kwa Mayahudi ambao yeye alikuwa kiongozi wao na wao walikuwa wamesha wasaliti waislamu na walikuwa wanatengeneza fitna zidi yao? Je, wangeomba msaada kutoka makabila ya Sulaim na Ghatfan ambao walikuwa wamesha jiandaa kwa ajili ya kuishambulia Madina na yalikuwa makabila yao? Hivyo ni zwahiri kwamba wasingepata uadilifu kutoka kwao. Hivyo mufakiri na mutafakari kuhusu hali ya wakati ule, na kisha mutafakari kwamba waislamu hawakuna njia nyingine isipokuwa hiyo ya kwamba kwa sababu ya uchochezi wa mtu mmoja na kwa sababu ya fitina na ufisadi wake, kama wangeona kwamba maisha yake ni hatari kwa ajili yao na kwa ajili ya amani ya nchi yao, basi wangetafuta nafasi na wangemua, kwani hiyo ni bora zaidi kwamba mtu mwenye shari auawe badala ya kuwatia watu katika hatari na amani ya nchi pia iharibike, kwani Mungu pia anasema kwamba fitina ni kubwa zaidi kuliko mauaji. Kwa vyote vile, kutokana na mkataba huo uliofanywa baina ya Mayahudi na Waislamu baada ya hijra, mtume saa salam alikuwa ametajwa kama mwenyekiti wa serikali hiyo iliyokuwa imetengenezwa katika Madina, na mtume alikuwa amepewa mamlaka haya kwamba katika mizozo na kwenye mambo ya kisiasa atoe hukumu ambayo anaona kwamba inafaa. Hivyo kama yeye kwa ajili ya amani ya nchi ametoa amri kwamba Kaab kwa sababu ya uchochezi wake auawe, basi jambo hilo haliwezi kupingwa, kwamba wanaoipinga Islam walete shutuma kuhusu jambo hilo kama wanavyofanya watu wa zama hizi, kwani wakati ule Mayahudi kwa kusikia habari hiyo na amri hiyo hawakuleta shutuma yoyote. Katika zama hizi Hafsa binti Umar pia alikuwa ameolewa. Hafsa alikuwa binti wa Umar na alikuwa ameolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari zake zinapatikana hivi ya kwamba mume wa kwanza wa Hafsa alishiriki katika vita vya Badr, na wakati wa kurejea kutoka vita akaugua na akafariki dunia. Yani akashiriki, kisha wakati wa kurejea kutoka vita akaugua na akafariki dunia, na baadaye mtume sasam akamoa Hafsa. Maelezo yake yanapatikana hivi katika Bukhari kwamba Abdullah bin Umar alisimulia ya kwamba Hafsa binte Umar mume wake Hunais bin Hazafa alipofariki dunia na ye akawa mjane. Hunais alikuwa miongoni mwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ameshiriki katika Badr na akafariki dunia katika Madina. Hapo Umar akasema kwamba mimi nilikutana na Usman bin Affan na nikazungumza naye kuhusu Hafsa na nikamwambia kwamba ukitaka basi ni muoze Hafsa na wewe. Usman akasema kwamba nitatafakari juu ya swala hilo. Umar anasema kwamba nikaendelea kusubiri kwa siku nyingi, kisha Usman akasema kwamba mimi naona kwamba mimi katika siku hizi nisioe. Umar alikuwa anasema kwamba kisha nikakutana na Abubakar na nikamwambia kwamba ukitaka basi ni muoze Hafsa na wewe. Abubakar akakaa kimya na hakunipa jibu lolote. Umar anasema kwamba mimi hapo nikahisi zaidi kwamba yeye pia amekataa. Anasema kwamba kisha nikaendelea kusubiri kwa siku kadhaa, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akanitumia ujumbe wa
kumwoa hafsa na mimi nikamwoza naye. katika si khatama nabiyin tukio hili limeandikwa hivi kwamba hat umar bin khattab alikuwa na binti moja ambaye jina lake lilikuwa hafsa. ye alikuwa ameolewa na khunais bin hazafa ambaye alikuwa sahaba mwenye ikhilasi, alikuwa ameshiriki katika vita vya badr. baada ya badr aliporejea madina akaugua na hakuweza kunusurika. baada ya muda mdogo wa tangu kifo chake, hat umar akapata wasiwasi kuhusu ndoa ya hafsa. wakati ule umri wa hafsa ulikuwa ni zaidi ya miaka 20. hat umar akakutana na Osman bin Affan na akazungumza naye kwamba binti yangu hafsa ni mjane, ukipenda basi umoe. lakini hat Osman hakumpatia jibu lolote. kisha hat umar akazungumza na hat Abubakar, lakini hat Abubakar pia akanyamaza na hakumpatia jibu lolote. hapo hat umar akapata huzuni, na katika hali hiyo ya huzuni akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamsimulia mambo yote. mtume akasema kwamba umar, usiwe na wasiwasi, mungu akikubali basi hafsa atapata mume aliye mbora zaidi kuliko Uthman na Abubakar, na Uthman atampata mke aliye mbora kuliko Hafsa. mtume akamwambia hat umar, kwani alikuwa ameshaamua kumwoa Hafsa na alikuwa ameshaamua kumwoza binti yake Umme Kulsum na hat Uthman, habari ambayo Abubakar na Uthman walikuwa wanajua, na ndiyo maana hawakumpatia jibu lolote. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoza binti yake Umme Kulsum na hat Uthman, na kisha mtume akamtumia hat umar ujumbe wa kumwoa Hafsa. hat umar akakubali kwa furaha, na mwezi wa Shaban mwaka wa 3 wa hijra hat Hafsa akaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam na akaingia kwenye wake. ndoa hiyo ilipotangazwa, hat Abubakar akamwambia hat umar kwamba labda una shida moyoni mwako kuhusu mimi. jambo lingine ni kwamba nilikuwa najua kuhusu ndia ya mtume sallam, lakini sikuweza kudhihirisha siri hiyo bila ruhusa yake. kama mtume asingekuwa na nia hiyo, basi mimi ningemwoa Hafsa kwa furaha. katika ndoa ya Hafsa kulikuwa na hikma fulani makhsus, kwamba ye alikuwa binti wa hat umar ambaye alikuwa sahaba aliye mbora kuliko masahaba wote baada ya hat Abubakar, na alikuwa miongoni mwa jamaa wa karibu wa mtume sallam. hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wake na hat umar na kwa ajili ya kumwondolea Hafsa na umar huzuni ambayo walikuwa wamepata kwa sababu ya kifo cha Khunais bin Hazafa, mtume akaona kwamba amwoe Hafsa. na hikma ya pili ilikuwa ndiyo hii kwamba kama mtume saa salam atakuwa na wake zaidi, basi kwa kina mama ambao ni nusu ya wanadamu, wake zake wataweza kufanya kazi ya mahubiri na malezi na kuwafundisha kwa rahisi na kwa njia nzuri. Almirza Bashir Ahmad Sahib anasema zaidi ya kwamba wakati wa harusi hat Hafsa umri wake ulikuwa ni miaka 21, na kwa sababu hii kwamba yeye baada ya hat Aisha alikuwa binti wa sahaba aliye afzal, alikuwa anafahamika kuwa na daraja makhsus katika wake za mtume saa salam, na alikuwa na uhusiano mwema na hat Aisha. walikuwa wanaishi kwa mapenzi na kwa maelewano. hat Hafsa alikuwa anajua jinsi ya kuandika na kusoma. hivyo riwaya moja inapatikana kwamba ye akajifunza kutoka mama moja, Shifa binti Abdullah, na akafariki dunia mwaka wa 39 hijra, ambapo umri wake ulikuwa ni miaka 63. katika zama hizi hat Imam Hasan pia alizaliwa. hat Imam Hasan bin Ali bin Abu Talib alizaliwa mwaka wa 3 wa hijra katika mwezi wa Ramazan. baadhi ya watu wanasema kwamba alikuwa amezaliwa mwezi wa Shaban, na wengine wanasema kwamba baada ya mwaka mmoja kutokea vita vya Uhud, wengine wanasema baada ya miaka 2. lakini Alama Ibn Hajar Askalani anasema kwamba rai ya kwanza ni sahihi zaidi na ni imara zaidi. hata Ali alikuwa amempatia jina la Harab, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilisha na akampatia jina la Hasan. siku ya 7
ya kuzaliwa kwake akafanya akika na akanyoa nywele zake na akatoa amri kwamba sawa na uzani wa nywele zake fedha itolewe kama sadaka. Fazal akamwambia mtume kwamba nimeona katika ndoto kwamba kiungu fulani kipo kwenye nyumba yangu au kwenye chumba changu. Mtume akasema kwamba umeona ndoto nzuri, mtoto mmoja atazaliwa kutoka fatma, wewe utamwangalia na wewe utamnyonyesha pamoja na kusam. Fazal alikuwa mke wa baba mdogo wa mtume saa salam hat abbas, na kusam lilikuwa jina la mwana wake. hivyo hat imam hasan akazaliwa na Fazal akamnyonyesha pamoja na kusam. Hasan bin ali akaambiwa kwamba je, unakumbuka mambo kuhusu mtume saa salam, basi ueleze. ye akasema kwamba nakumbuka jambo moja la mtume salallahu alaihi wasallam. safari moja nilikuwa nimetia tende kinywani mwangu kutoka sadaka, mtume akatoa nje ya mdomo wangu. Katika hali hii kwamba nilikuwa nimesha tafuna kiasi na akaichanganya kwenye tende za sadaka. mtu fulani akasema kwamba ya rasulllah, hili ni tende moja tu. mtume akasema kwamba kwa ajili yetu, yani kwa ajili ya kizazi cha muhammad, sadaka si halali. hata anas bin malik anasimulia ya kwamba hata hasan alikuwa anafanana sana na mtume sallallahu alaihi wasallam. hata ibn abbas anasimulia ya kwamba safari moja mtume saa salam alimbeba hata hasan juu ya mabega yake. mtu fulani akasema kwamba ewe mwanangu, wewe umepanda juu ya kipando mzuri sana. hapo mtume akasema kwamba hata mwenye kupanda pia ni mwema sana na mzuri sana. alikuwa anawapenda sana wajukuu zake. hata baraa anaeleza ya kwamba nilimwona mtume sallallahu salam alikuwa amembeba hasan bin ali juu ya mabega yake, na alikuwa anasema kwamba e allah, huyu ni rafiki yangu, we pia umfanye kuwa rafiki yako. katika baadhi ya riwaya habari hii inapatikana ya kwamba kifo cha imam hasan kilitokana na sumu, yani alikuwa amepewa sumu. hatmiza bashir ahmad saheb akizungumzia habari ya kuzaliwa kwa imam hasan amesema kwamba katika matukio ya mwaka wa pili wa hijra kuna habari za ndoa ya ali na fatuma kwao katika mwezi wa ramazan mwaka wa 3 wa hijra. baada ya miezi 10 mtoto mmoja akazaliwa ambaye mtume akampatia jina la hasan. huyu ndiye hasan ambaye baadaye akapewa lakabu ya imam hasan alaihi rahma. hasan katika maumbile yake alikuwa anafanana sana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyokuwa anampenda hata fatma, alikuwa anawapenda sana watoto wake vile vile. mara nyingi alikuwa anasema kwamba ewe allah, mimi nawapenda watoto hawa, we pia uwapende na uwapende wale wanaowapenda. mara nyingi ilikuwa inatokea kwamba mtume angekuwa kwenye swala, basi hasan angekuja kumkumbatia, na angekuwa kwenye rukuu, basi angetoka katikati ya miguu yake. saa nyingine masahaba wangemzuia na mtume angewazuia kwamba wasifanye hivyo, kwani kukumbatia kwake kulikuwa hakuleti shida kwenye swala yake. na hivyo mtume alikuwa hapendi kwamba maswahaba waingilie katika mapenzi yake na mapenzi ya watoto wake. safari moja alisema kwamba mtoto wangu huyu ni kiongozi na muda utawadia ambapo mwenyezi mungu kwa kupitia yeye atafanya suluhu baina ya makundi mawili ya waislamu. hivyo habari hiyo pia ikapata kutimia kwa wakati wake. hata masihi maud salam anasema kwamba hata hasan katika rai yangu akafanya kazi nzuri sana kwamba akajitenga na ukhalifa. mawaji mengi yalikuwa yameshatokea sana, hivyo hakupenda kwamba mawaji mengi yatokee, hivyo akafunga mkataba na muavia. na kwa sababu ya kitendo hicho cha hasan mashia wanapata shida, hivyo hawakurizia juu ya imam hasan. sisi tuna waheshimu wote, yani hasan na husein vile vile. jambo la msingi ni kwamba kila mmoja anakuwa na vipaji vyake. hata imam hasan hakupenda kwamba mauaji yazidi kwa waislamu, hivyo akapendelea amani. na hata imam husein hakupenda kwamba afanye baiati juu ya mkono wa fasiki, kwani kwa sababu yake dini inaharibika. nia yao ilikuwa njema, inamal amalu binniyat. hiki ni kisa cha watoto hawa kama nimekushaeleza katika hutuba nyingi.
kwa ajili ya kuwaombea wapalestina. Leo pia napenda kusema tena kwamba muendelee kufanya maombi kwa ajili yao. Sasa zulma inaendelea kuzidi kwenye mipaka yake. Kwa jina la kupigana vita na Hamas, watoto, kina mama, wazee na wagonjwa wanaendelea kuuawa wasio na hatia, na dunia hii imeacha kanuni zote za kivita. Mwenyezi Mungu azipatie nchi za Kiislamu uelewa. Muslimu raziallahu taala anhu miaka 72 iliyopita alikuwa amewatahadharisha akisema kwamba waislamu wawe kitu kimoja, waamue kwamba je wanataka kufa mmoja mmoja kama hawataungana kwa pamoja, au wanataka kuwa kitu kimoja na wanataka kubaki katika dunia hii. Lau kama watu hawa waelewe jambo hilo na wawe kitu kimoja, hali yao ndiyo hii. Mtu fulani aliniambia kwamba wenye kuenda kwenye umra wanaendelea kuambiwa kwamba wakifika huko wasieleze habari yote kuhusu vita vya Palestina na Israel. Yaani serikali ya huko inapotoa visa inatoa mwongozo huo. Kama hiyo ni sahihi, basi ni dhihirisho la kuonyesha udhaifu mkubwa kutoka serikali ya Kiislam. Kwa vitu vile wanatakiwa kutekeleza ibada ya umra, na katika kufanya umra hawatakiwi kuzungumzia mambo ya namna hiyo, lakini wanatakiwa kufanya dua kwa ajili ya Wapalestina wanaoendelea kuzulumiwa, na wanaokwenda huko wakumbuke maombi haya kwenye dua zao. Na serikali za Kiislam pia zinainua sauti ambayo ni dhaifu sana. Wapo ambao wameinua sauti zao, lakini hata baadhi ya watu wasiko waislamu na wanasiasa ambao si waislamu wameinua sauti iliyo na nguvu zaidi kuliko sauti ya waislamu. Mwenyezi Mungu awapatie waislamu ujasiri na hikima. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anazungumza vizuri na anaendelea kueleza mazuri, lakini inaonekana kwamba sauti yake haina umuhimu wowote. Inaonekana kwamba baada ya vita hii, kama vita hii itasambaa zaidi na ikashika sura ya vita vya kimataifa, Umoja wa Mataifa pia utakwisha. Mwenyezi Mungu aijalie dunia akili. Inaonekana kwamba sasa dunia inaendelea kuwa karibu zaidi na maangamio yake, na baada ya kutokea maangamio haya watu watakaosalimika, Mwenyezi Mungu awapatie akili kwamba wao waelekee kwa Mwenyezi Mungu na warejee kwake. Hivyo sisi tunatakiwa kufanya maombi mengi kuhusiana na hilo. Mwenyezi Mungu airehemu dunia. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.